Sasa ndugu wanahabari, naamini wote tunakumbuka mapema wiki hii tarehe 16 Februari 2026 Mheshimiwa Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo alinielekeza mimi kama msajili wa vyama vya michezo nchini kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba unahitimishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo kabla mwezi huu haujakwisha. Maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri yalikuwa ni ya kusisitiza na kuhakikisha kuwa hatua zote za kisheria za kiutawala zinakamilika kwa wakati kwa maslahi ya klabu, wanachama wake na maendeleo ya michezo kwa ujumla. Napenda kufafanua kuwa mchakato huu wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba umepitia katika michakato mingi. Kwanza uchambuzi na tathmini na uidhinishaji wa marekebisho ya katiba. Sasa haya yote yalikuwa yameshafanyika. Mchakato huu tayari ulikuwa umeshachakatwa. Ulibaki mchakato mmoja ambao ulikuwa ni kuwakabidhi klabu ya Simba katiba yao, kwa sababu katika michakato tulionayo kuna michakato wanawasilisha katiba. Baada ya hapa tunakuwa tunawasiliana na klabu na uongozi kupata ufafanuzi tofauti ili kuhakikisha katiba hii inakuwa inabeba yale madhumuni yaliyokuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo katika mchakato huo, mchakato wa mwisho kabisa ni wa kukabidhi katiba, ambao unapokabidhi katiba hiyo unahakikisha kwanza uongozi wa klabu ya Simba una sign, unakubali kwamba haya ndio marekebisho sahihi na yamebeba yale maudhui waliokusudia kwenye fomu maalum ambayo wana sign, ambayo tayari sasa kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi, ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba. Kwa msingi huo, napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni wa vyama vya michezo, baada ya kukamilika kwa hatua zote, ikiwemo kukabidhi rasmi katiba hiyo kwa uongozi wa klabu. Tazungumzia hatua za mchakato zilizopitia. Klabu ya Simba ilianza mchakato wake wa mageuzi wa mfumo wa uendeshaji wake ili kuwaruhusu wawekezaji kwa mujibu wa katiba yake ya mwaka 2018. Katika utekelezaji wa mageuzi hayo, changamoto za kisheria na za kiutawala zilijitokeza, ikiwemo masuala ya muundo wa umiliki, usajili wa wadhamini na uoanifu wa katiba na matakwa ya taasisi mbalimbali za serikali. Marekebisho hayo yalikuwa yamejadiliwa na kupitishwa awali kwa mkutano mkuu wa wanachama uliofanyika tarehe 30 baada ya kuwa na changamoto hizo. Kwa hiyo mkutano wa tarehe 30 Novemba 2025 wa klabu ya Simba uliweza kuboresha katiba ili uweze kuendana na yale changamoto zote, kuziondoa zile changamoto ambazo ilisababisha katiba ya kwanza kukwamisha ule mchakato wa mabadiliko. Na baadaye, baada ya mkutano mkuu, waliwasilisha rasmi ofisi ya msajili kwa ajili ya kukamilisha hatua za mwisho za kisheria za kiutawala. Sasa klabu iliwasilisha mapendekezo hayo kwa mara ya kwanza tarehe 10 Disemba
2025. Baada ya kuyapitia, ofisi ya msajili iliyarejesha rasmi rasimu hiyo tarehe 18 Disemba 2025. Tuliwarejeshea klabu ya Simba kwa ajili ya kufanya maboresho na uoanifu zaidi ya matakwa ya kisheria na kanuni. Tarehe 24 Disemba 2025, klabu iliwasilisha tena rasimu iliyofanyiwa maboresho katika kuendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria wa kuhakikisha ukamilifu na uwazi wa masharti yaliyopendekezwa na ofisi ya msajili. Waliwasilisha katiba hiyo tarehe 5 Januari, na katiba hiyo tulipoipitia tena tukaomba ufafanuzi hiyo tarehe 5 Januari. Kuna kipengele kidogo kimoja kilikuwa kimebaki ambacho kama nilivyoeleza kwamba lazima tutafute uoanishi wa taasisi nyingine ili kuruhusu huu mchakato usije ukafanya nini, ukakwama. Kwa hiyo tarehe 5 tukawarejeshea tena wafanye tena nini, hilo boresho la mwisho 2026. Kwa hiyo baada ya kukamilisha maboresho hayo na kutoa ufafanuzi uliohitajika kwa klabu, uliwasilisha toleo la mwisho tarehe 5 Februari 2026 kwa ajili ya kuhitimisha mchakato huo. Katiba iliyorekebishwa iliwasilishwa kwa msajili kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya kanuni ya msajili wa vyama vya michezo, tangazo la serikali 441 ya mwaka 1999 ili ipitiwe na kuidhinishwa. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 3A kanuni ya msajili wa vyama vya michezo, tangazo la serikali 441 ya mwaka 1999, msajili ana wajibu wa kuhakikisha kuwa marekebisho yote ya katiba hayawezi kuhatarisha usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au jamii kwa ujumla, wala kuathiri maendeleo ya chama. Hiyo ni kanuni ambayo inaniongoza mimi kama msajili. Baada ya uchambuzi wa kina na wa kisheria na wa mashauriano ya kitaalamu, serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya yanakidhi matakwa ya kisheria na hayana athari hasi kwa wanachama, wawekezaji au jamii kwa ujumla, hivyo yameidhinishwa rasmi. Naamini hapa sasa tu tunaelewa kwamba katiba iliyoidhinishwa, serikali inaamini kwamba imejiridhisha kuwa marekebisho haya hayahatarishi usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au hayavurugi ile hali ya uwekezaji. Inaweza ukawa uwekezaji uliowekezwa au utakao kuja kufanya nini, kuwekezwa. Kwa hiyo imeangalia engo zote na kujiridhisha kuwa sasa inaidhinishwa rasmi kwa ajili ya kuendelea na mchakato. Maboresho yaliyofanywa. Miongoni mwa maboresho yaliyowasilishwa kwa klabu na kuidhinishwa, cha kwanza ni kuweka tafsiri sahihi ya Simba Sports Club Company Limited kuwa ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni itakayoshughulikia shughuli za kibiashara za kiutendaji za klabu, huku umiliki wake wa hisa ukiwa wa ubia kati ya baraza la wadhamini la klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya halali ya mkutano mkuu. Katiba hiyo imeweka bayana kuwa hisa za klabu zitamilikiwa kupitia baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama. Katiba hii pia
imeimarisha muundo wa baraza la wadhamini lenye wajumbe wasiopungua kuanzia 5 hadi 7 watakaomiliki na kukumiliki au watakaomiliki na kusimamia mali za klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama. Kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini. Kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama kwa mujibu wa kanuni ya 18A kubwa, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, tangazo la serikali 422 la mwaka 2017. Ni muhimu kusisitiza kuwa muundo huu umeboreshwa ili kuendana na uwiano wa umiliki uliokwisha pitishwa na mkutano mkuu, na si kuanzisha mfumo mpya wala kubadili maamuzi ya wanachama. Sababu sasa zilizotusababisha sasa kutoa idhini ya katiba hii. Kutokana na maelezo haya hapo juu niliyoyaeleza, ofisi ya msajili imetoa idhini ya marekebisho hayo marekebisho hayo imetolewa kwa sababu zifuatazo. Kwanza, marekebisho hayo yanaendana na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa sura ya 49 na kanuni zake. Pili, yanaimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tatu, yanazingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali aliyoutoa kwa klabu ya Simba tarehe 12 Mei 2025, aliyoshauri hivi: kuwepo kwa kampuni moja itakayohusisha uendeshaji wa klabu ya Simba ambayo ni kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Hisa za kampuni hii ya Simba Sports Club zitamilikiwa kwa ubia. Pia mwanasheria mkuu wa serikali katika ushauri wake alishauri kuwa hisa za bodi ya wadhamini zilizokuwa zinamilikiwa na Simba Sports Club Holding Company Limited kwa sasa zitapaswa kuhamishwa na kwenda kwa wanachama kupitia bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, ili umiliki wake wa hisa hizo wanachama wa klabu ya Simba kupitia bodi ya wadhamini uwe moja kwa moja na sio kupitia kwa Simba Sports Club Holding Company Limited, na mali za wanachama zisizohamishika zitabaki kuwa chini ya bodi ya wadhamini. Pia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali alitoa kuwa katiba ya klabu ya Simba toleo la 2018 ifanyiwe marekebisho ili kuondoa mikinzano na mapendekezo yaliyopo kwenye ushauri wake, ikiwa ni pamoja na ule ushauri ambao ulikwamisha mchakato kukwama. Pia idhini imetolewa kwenye katiba hii kwa sababu katiba hii tumeona kwamba inalinda maslahi ya wanachama huku ikiheshimu na kulinda uwekezaji uliofanyika na utakaofanyika. Pia katiba hii imeidhinishwa kwa sababu katiba hii tumeiona kwamba hailengi kunufaisha watu wachache, bali kuweka uwiano wa haki kati ya wanachama na wawekezaji. Naomba kusisitiza hapo. Katiba hii imeidhinishwa kwa kuondoa, kwa maana imejiridhisha kwamba katiba hii haitanufaisha watu wachache, bali itaweka uwiano wa haki kati ya wanachama na wawekezaji na si vinginevyo. Katiba hii tumejiridhisha kwamba imeondoa changamoto zote za kisheria na za kiutawala zilizokuwa zimekwamisha utekelezaji wa mchakato huu, hususan masuala yanayohitaji
uoanifu wa matakwa ya taasisi za serikali ikiwemo Wakala wa Usajili na Ufilisi na Udhamini LITA, ambako mchakato huu ulikwama kule kwa sababu ilihitaji kwamba klabu ya Simba bado inahitaji kuwa na bodi ya wadhamini, na pia Tume ya Ushindani FCC, ambako kule ilikwama kwa sababu ilionyesha kwamba ile Simba Sports Club Holding Company Limited ilivyokuwa imeundwa ile kampuni, hadhi yake iko sawasawa na bodi ya wadhamini. Ndio maana wakarudisha kwamba hata bodi ya wadhamini bado ina status, ina legal status kama ile. Kwa hiyo ni bora ikawepo bodi ya wadhamini. Katiba hii pia tumeona imezingatia misingi thabiti ya usajili, umiliki na usimamizi wa mali kwa kuzingatia sheria za nchi. Serikali inaamini kuwa sasa kupitia katiba hii iliyoboreshwa, klabu ya Simba itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji, hususan masuala yanayohitaji uoanifu wa matakwa na taasisi nyingine. Pia itajenga mazingira rafiki kwa uwekezaji ambao wataenda kuufanya au ambao umeshai kufanyika, kwa hiyo vyote watakavyoviona. Pia itaheshimu uwekezaji ambao utafanywa au ulishafanywa ili kuepusha migogoro ambayo serikali haitarajii ijitokeze. Naomba kusisitiza hapo pia kwamba tunasisitiza kuwa katiba hii imeidhinishwa ikiamini inaenda kujenga mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji, iwe uwekezaji uliofanywa au utakuja kufanywa, kwa sababu imeruhusu uwekezaji ndani ya klabu na kuondoa migogoro ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kuhatarisha zoezi hili lisitekelezeke. Hitimisho, napenda kusisitiza kuwa sio jukumu la serikali kufanya maamuzi ya klabu ya Simba kwenda kwenye mfumo mwingine wa uendeshaji, bali inaidhinisha maboresho ya katiba yanayokidhi matakwa ya kisheria baada ya wanachama wa klabu kuamua kwenda kwenye uwekezaji au kwenda kwenye transformation. Kwa hiyo serikali hailazimishi, ila pale wanachama wanakapoamua kwenda kwenye transformation, katiba yao lazima serikali iangalie imekidhi matakwa ya kisheria na kanuni za nchi. Pia serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya pia, kama tulivyoeleza, hayatahatarisha usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au jamii kwa ujumla, wala kuathiri maendeleo ya klabu, kwani yanalenga kuleta utulivu na uwiano kati ya wanachama na wawekezaji, kuhakikisha maendeleo endelevu ya klabu na michezo kwa ujumla. Hapa pia tunapenda kusisitiza kuwa serikali inaamini kwamba katiba hii iliyoidhinishwa inaenda kuleta usalama ndani ya klabu na sio kuibua migogoro, kwa sababu imeweka uwiano kati ya wanachama na wawekezaji ndani ya klabu. Kwa hiyo haitatarajia kuona migogoro ndani ikijitokeza. Kwa hiyo tunaamini mchakato klabu ya Simba itakapoenda kuufanya, katiba yao imebeba maudhui wala hawatapata mkwamo wowote kwenye taasisi yoyote ya kiserikali watakayoamua kufanya. Kwa msingi huo, serikali inatoa wito kwa wanachama wa klabu ya Simba na wadau wake wote kuheshimu maamuzi ya kisheria ili klabu iweze kuendelea kwa utulivu, mshikamano na mafanikio makubwa. Kama tunavyofahamu, klabu ya Simba ni klabu kubwa yenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia katiba hii na maboresho haya, mchakato huo utaenda kuimarisha na kuifanya klabu hii iweze kupanda viwango zaidi. Kwa kutolewa kwa idhini hii,
marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa yanatambulika rasmi na serikali, na klabu inatarajiwa kuyatekeleza kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, maamuzi ya mkutano mkuu, kwa kuhakikisha manufaa kwa utaratibu zote zinazingatia kwa mujibu wa ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali. Serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kisheria kwa lengo la kulinda maslahi ya wanachama na wawekezaji na maendeleo ya michezo nchini. Na mwisho unaweza kusema kwamba mchakato huu utakapokwenda vizuri, klabu ya Simba ndio litakuwa kama shamba darasa kwa klabu nyingine zote. Mchakato huu, na sisi serikali ndio tunavyoamini kwamba mchakato utakwenda salama, uwekezaji utafanyika, na kwamba klabu ya Simba ndio klabu nyingine zitajifunza kutoka kwao namna ya kufanya transformation ya klabu. Kwa hiyo serikali inaliamini hilo na tuna matarajio yake ni haya ambayo tumeyasema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nikianza, swali la kwanza ilikuwa kwamba je, baada ya maboresho ya kuidhinisha katiba hii, je, mchakato huu unaanza upya au unaanza lini? Mimi kama msajili, sisi kama serikali, kazi yetu kubwa ni moja. Unaleta maboresho ya katiba kama ulivyokuwa umepanga, kama ulivyokuwa umepata mkwamo, na sisi tumejiridhisha sasa inaenda kuondoa mkwamo. Kwa hiyo mchakato utakaoendelea, klabu ya Simba ndio itaweza kuwaeleza jamii kwamba wataanza wapi, wataelekea wapi, au wameishia wapi. Sio kazi ya serikali au ya klabu. Sisi kazi yetu ni kuidhinisha nini? Maboresho ya katiba, na si vinginevyo. Naamini tumeelewana hapo. Swali la pili, umeuliza kwamba wawekezaji watakuwa wangapi. Mimi nikisoma kanuni, ile kanuni ya 18 kanuni ambayo ni ya kanuni ile ya sheria ya Baraza la Taifa kama nilivyo ya 2017, imesema kwa klabu ya wanachama itakayoamua kuuza hisa zake na kuinvite kwamba uwekezaji, basi inaruhusiwa. Sisi tumeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Sijui tunaelewa. Katiba imeruhusu uwekezaji ndani ya nini? Ya klabu. Watakuwa wawili, watatu, wanne, 10, 20. Ni klabu ya Simba yenyewe ndio itakayoamua kwa mujibu wa kanuni. Hii imeruhusu nini? Uwekezaji. Na mimi neno uwekezaji linaeleweka. Lina umoja, lina wingi, lina nini, limebeba maudhui kwa upana. Limetoa tafsiri kwa upana. Kwa hiyo hayo yote yatafanyika na klabu ya Simba. Swali lingine limekuwa mwenyekiti wa bodi anapatikanaje kwenye klabu ya Simba. Katiba hii tukumbuke, katiba hii ni ya klabu ya Simba. Imeruhusu uwekezaji kwenda kwenye kuanzisha kampuni. Itakuwepo kampuni ya Simba Sports Club Company Limited ambako ndio bodi inakoundwa. Inamaanisha kwa maana ya katiba imeeleza kwamba utaratibu wa namna bodi itakavyoendeshwa, huo utafanywa kwa mujibu wa kanuni na makubaliano watakayokuwa wameifanya klabu ya Simba na wawekezaji wao au ndani ya uwekezaji wao. Hiyo yote kwa ajili ya nini? Tunatenganisha kampuni isiingie kwenye katiba. Ukiingiza kwamba uongozi wa kampuni ukae kwenye katiba, umenelewa? Yaani kwamba utafute kwamba atapatikanaje, inategemeana na makubaliano watakayokwenda wamefanya nini? Wameingia. Kwa hiyo wenyewe kwa mujibu wa katiba yao utafanywa kwenye bodi chata, ndio utakaofafanua nini? Mchanganuo wa upatikanaji wa wajumbe. Tunaelewana? Lakini naamini nimekidhi majibu ya hilo swali, wanapatikanaje.